Leo ilikuwa ni siku muhimu katika maendeleo na ustawi wa sekta ya fedha, hususan masoko ya mitaji, ambapo tulikuwa tunazindua mauzo ya hisa stahiki kwa ajili ya wawekezaji katika kampuni ya saruji ya Tanga, yani Tanga Cement PLC, ambapo wanatarajia kuuza hisa zenye thamani ya bilioni 204. Hisa hizi ni hisa kubwa kuwahi kutokea katika historia ya masoko ya mitaji, ambapo kwa mara ya mwisho hisa stahiki ziliweza kuuzwa na benki ya CRDB mwaka 2015 zikiwa na thamani ya bilioni 150. Kwa hiyo leo hii kampuni ya saruji ya Tanga inaweka historia nyingine ya kuwa kampuni ambayo imeweza kuwa na mauzo ya hisa stahiki kubwa kuliko zote zilizowahi kutokea katika masoko ya mitaji hapa nchini. Kiasi cha pesa zitakazopatikana katika mauzo ya hisa hizi zitatumika kuendeleza kiwanda kule Tanga, ambapo wataongeza uzalishaji wa simenti, lakini vile vile usambazaji wa simenti ambazo zinatumika katika maendeleo ya sekta ya nyumba pamoja na viwanda, hivyo kuweza kuchochea maendeleo ya uchumi. Lakini vile vile mkakati huu ambao umechukuliwa na management pamoja na bodi ya kampuni ya saruji ya Tanga unatarajia kupunguza mzigo wa madeni ambao ulikuwa ukikabiliwa na kampuni hii, ambao walikuwa na madeni ambayo yako katika fedha za kigeni. Kwa hiyo hatua hii inatarajia kuongeza ufanisi zaidi, kwani itapunguza mzigo wa kulipa madeni katika fedha za kigeni, lakini vile vile pesa hizi zitatumika kuongeza ufanisi. Na ufanisi utakapokuwa umeongezeka, tunatarajia kwamba faida katika kampuni hii itaongezeka, na faida inapoongezeka wanahisa wanatarajia kulipwa gawio. Lakini kipekee kabisa napenda kupongeza management pamoja na bodi ya kampuni ya saruji ya Tanga kwa kuwa mikakati ambayo wameweza kuichukua mpaka sasa imeweza kuongeza thamani ya hisa kwa asilimia 763 kutoka shilingi 300 mpaka kufikia shilingi 2590, ambao ni ongezeko kubwa kuweza kutokea. Hisa ambazo zinauzwa leo hii zinauzwa katika bei ya punguzo kwa bei ya shilingi 1600 ukilinganishwa na bei ya shilingi 2590. Kwa hiyo kuna punguzo la asilimia 38. Kwa hiyo wanahisa wana kila sababu ya kuweza kuchukua hatua ili kuhakikisha wanafaidika na punguzo hili. Punguzo hili linasaidia vile vile utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050, kwani kama mnavyofahamu nchi yetu ya Tanzania kwa sasa tunatekeleza dira ya 2050 ambao tunatarajia kuongeza vipato kwa Watanzania wote na kufikia kipato cha juu cha kati kwa Watanzania wote. Kwa hiyo mkakati huu wa kuweza kuuza hisa kwa Watanzania inatoa fursa kwa kampuni hii kuweza kuwezesha utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wanahisa kuweza kushiriki katika ununuzi wa hisa stahiki za kampuni hii ili waweze kufaidika na punguzo hili. Lakini vile vile tunapenda kutoa wito kwa kampuni zingine za saruji ambazo hazijaorodheshwa katika soko la hisa kuweza kutumia fursa zinazopatikana katika masoko ya mitaji kwa kuuza hisa kwa umma na hatimaye kuweza kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Mpaka sasa tunazo kampuni mbili za saruji, ikiwa ni kampuni hii ya saruji Tanga pamoja na kampuni ya saruji Twiga ambazo zimeorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatoa rai
kwa kampuni zingine ambazo ziko katika tasnia hii ya saruji kuweza kuuza hisa kwa umma na kuweza kuorodheshwa katika soko la hisa, na hatimaye kuweza kutoa fursa kwa Watanzania wengi ili waweze kunufaika katika kuongeza vipato vyao. Kampuni inategemea kuwekeza zaidi ya bilioni 30 katika mitambo tangu mwaka 2024 na mpaka mwaka 2025 naendelea, na tunategemea zaidi kuongeza uzalishaji na pia kuongeza mauzo wa bidhaa zetu katika masoko ya saruji ya Tanzania nzima, Tanzania na hata masoko ya jirani ya Tanzania, Rwanda, Burundi na Kongo. Share stahiki ambazo tumezizindua leo ni muhimu sana katika kuboresha kiwanda chetu na pia katika kuhakikisha kwamba deni la Tanga linakuwa stahimilivu na linaweza likalipika. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mtaona kwamba Tanga ilikuwa na mzigo mkubwa wa deni, mkopo mkubwa kutoka wa dola ambao ulikuwa umeathiri sana kwa kiasi kikubwa faida ya kampuni. Kwa hiyo mategemeo kwamba hizi share stahiki zitasaidia kuwezesha kampuni kuweza kupunguza deni na kuwa himilivu zaidi, na pia uzalishaji ukaongezeka, na pia uwekezaji pia ukaongezeka, na kufanya kampuni ya Tanga kuwa na nafasi au kutumia fursa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kuwa na kuongeza faida katika siku zijazo.